Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu katika Nadwa Online TV, leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala nitakwenda kufundisheni au nitakwenda kuelekezeni kwa yule ambao anahitaji katika maisha yake, katika kazi zake, katika malengo yake, watu wawe karibu naye, watu wampende, watu wamsikilize, watu wamkubali. Inawezekana wewe ni biashara, ama unawezekana wewe ni mfanyakazi katika masuala mbalimbali, ama wewe ni mtu tu, labda ni mtaalamu, au wewe ni mwalimu, ni mganga, ni kwa namna yoyote. Unajua watu wanapokupenda ujue ndio sababu ya kufanikiwa. Ukiona watu wanakuchukia, basi hata kama wewe ulikuwa ni mtaalamu wa namna gani, wewe ulikuwa ni hodari wa namna gani, basi jambo hilo haliwezekani. Lakini inshallah njia hizi zipo kwa uwezo wake Allah. Ukizitumia watu watakukubali na watu watakupenda kokote pale ulipo duniani kwa uwezo wake Allah. Kwanza ufanye vipi ama ufanyeje? Kila siku baada ya kuswali swala yako ya asubuhi, ukafanya nyiradi zako unazojua mwenyewe, ukaswali kama unaswali sunna au na nini, unaelewa, kwa sababu wala swala asubuhi hamna swali sunna yoyote ya kuswali, sio kwa unaweza ukawa unaswali wewe mwenyewe kwa jambo lako. Inawezekana unaswali sunna shukri au sunnatul haja, ndio tunamaanisha hapa, sio kwamba swali sunna hii ni haja yako. Unaweza kuswali, lakini dua maalum au dua nzuri nataka nikufundisheni ni kusoma aya mbili zinazopatikana katika Qur'an. Aya ya kwanza inapatikana katika sura Al-An'am aya 122, Al-An'am 122. Kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, aw man kana mahitam fahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, aw man kana mahita fahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fi an-nas, yamshi bihi fi an-nas. Maneno haya inapatikana katika sura Al-An'am aya 122. Lakini na aya maneno yake Mwenyezi Mungu alipozungumza katika aya ya 255 katika sura Al-Baqara aliposema, Allahu la ilaha wala hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Hizi utazisomaje? Unapomaliza swala yako ya asubuhi, umefanya istighfari zako, umefanya haja zako, na kushauri usome kwanza Ikhlas mara 3, utie nia ya Rabbi, na tia nia kwa kuwarehemu mashehe wa machuoni mbalimbali na mitume kama wazazi wako wametangulia mbele za haki na wengine vipenzi vyako Allah, na watolea hii sadaka, lakini lengo ni kitaraji ijaba kutoka kwako kwa rehema zao. Maneno hayo ni muhimu sana unapofanya dua yako utoe hivyo. Kwa unaweza kusoma Ikhlas, unaweza kusoma Nusrat Yasin, lakini ambacho Allah amekuneemesha katika Qur'ani unaweza kutanguliza. Unaweza kusoma na Qul a'udhu binnas, unaweza kusoma Al-Fajr, yani ni sura au aya ni yoyote ile. Unaweza kusema tu labda wa qul ja'akum wa sahal batini inna batil kana zauka, ni wewe mwenyewe ambazo unazijua inshallah. Sasa baada ya kumaliza pale, ukatia nia yako ya Rabbi, nimesoma hii kwa ajili ya kuwarehemu vipenzi vyako, mashehe zetu, walimu mbalimbali, mitume, wazazi, labda ndugu, majamaa na hili ni kitaraji kwako ijaba. Utaanza kusoma Ayatul Kursi mara 7. Baada ya swala asubuhi utasoma Ayatul Kursi mara 7, kisha utasoma hiyo aya. Hiyo aya ni ndefu, lakini utaishia tu hapo, nura yamshi bihi fi nas, ishia hapo. Hii aya utairudia mara 14. Baada ya hapo muombe ya Rabbi na kuomba unijalie mahaba, ya Rabbi na kuomba unijalie kuburi, ya Rabbi na kuomba unijalie kusikilizwa na kuna watu na mimi kueleweka kama binadamu wengine. Unapoongea mbele ya watu, basi kwa uwezo wake Allah atakujalia. Lakini baadaye utairudia tena kabla ya kuswali magharibi. Yani dua utakuwa unaisoma kama nyiradi yako, miongoni mwa nyiradi zako. Watu kwa uwezo wake Allah watakupenda, katika biashara yako utamiminika, katika masuala yako na uzungumza, basi watu watakusikiliza. Lakini utapata imani katika watu mbalimbali wanakujua na usio kujua, kwa uwezo wake Allah. Haya ni miongoni mwa siri adhim
zinazopatikana katika kitabu chetu kitukufu, lakini na habari mbalimbali za wanawachuoni wametufahamisha juu ya kuyafanya haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini kwa wale ambao bado hawajapata vitabu vilivyovuka, niwaambieni hivi vitabu kwa sasa vinapatikana kwa ndani ya ofa ya Ramadhani, na ndio tunakwenda kumalizia mwezi inshallah. Ndani ya vitabu hivi unapata kila kimoja 10,000, lakini kwa wale utataka vitabu vingi zaidi inshallah utafanikiwa, na kokote pale ulipo duniani unaweza ukavipata. So sawa, ofa hii isipokuwa vitabu vinne tu, vitabu vitatu isipokuwa Funguo Al-Badri, Uchawi wa Moto pamoja na Uchawi Kwani. Tukubali kuyasikiliza na kuyafanyia kazi. So sawa inshallah. Afamikum.